Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Iran inasema italipiza kisasi kwa shambulizi lolote la nyuklia. Hata hivyo, Iran inayaonya mataifa ya Ghuba dhidi ya kuisaidia Marekani. Mkuu wa jeshi la Iran ameonya mataifa ya Ghuba na Marekani kwamba kuwezesha operesheni za Marekani dhidi ya Tehran kutachukuliwa kama ushiriki katika mzozo huo, huku mbunge wa Iran akisema Tehran italipiza kisasi katika tukio la mashambulizi ya silaha za nyuklia. Mkuu wa majeshi ya Iran Meja Jenerali Ali Abdullah mnamo Jumatano alionya mataifa ya Ghuba dhidi ya kutoa msaada kwa jeshi la Marekani, huku kukiwa na mvutano mkubwa wa kikanda. Katika chapisho kwenye ukurasa wa X, Abdullah alisema nchi za mwambao wa kusini mwa Ghuba ambazo zimesema hadharani hazitaruhusu Washington kutumia eneo lao dhidi ya Iran lazima zijue kwamba hakuna kitu kinachoepukika. Alisema kuwepo kwa idadi kubwa ya ndege za kijeshi za Marekani, hususan ndege za angani za kujaza mafuta katika kambi katika kanda hiyo, ni jambo lisilowezekana bila ya nchi hizo zinazowakaribisha. Tunaonya kwamba msaada wowote au uwezeshaji utakaotolewa kwa jeshi la Marekani wavamizi utazingatiwa kuwa ushirika pamoja na vikosi vya Marekani, mkuu wa jeshi la IDF anasema. Wakati huo, moja kati wa bunge nchini Iran anasema Tehran itajibu kama Marekani itatumia silaha za nyuklia dhidi ya Iran, akitoa maoni yake juu ya ripoti ya vyombo vya habari kuhusu uwezekano wa shambulizi kama hilo. Kulingana na vyombo vya habari vya ndani, mnamo jana Jumatano, Fada Hossein Malik, mjumbe wa kamisheni ya usalama wa kitaifa na sera za kigeni katika bunge la Iran, ameyasema hayo katika mahojiano na chombo cha habari cha Iran Khabar Online. Alipoulizwa ni uwezekano gani aliona kuwa ni shambulio la nyuklia la Marekani dhidi ya Iran, Malik alisema, sikatai hatua iliyochukuliwa vibaya na rais huyo, lakini sidhani kama angethubutu. Iwapo hatua kama hiyo itachukuliwa, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia itajibu, na majibu yake yatakuwa sawia na aina ya silaha iliyotumiwa dhidi ya Iran, aliongeza. Hata hivyo, hili limetoa wasiwasi kwamba Iran huenda ina silaha za nyuklia, kwa sababu namna ambavyo watashambuliwa na wao watashambulia hivyo hivyo, kwa maana watatumia silaha za nyuklia. Mpaka sasa inatambulika Iran haina silaha ya nyuklia, baadhi ya wachambuzi wakisema huenda hizi ni propaganda na siasa za mbunge huyo nchini Iran. Kiongozi huyo amesisitiza juu ya kama hii inamaanisha Iran itatumia silaha za nyuklia ikiwa Marekani itashambulia Iran kwa silaha moja. Malik alijibu, chochote ambacho Marekani itatumia wa Iran watajibu, na hakusema wazi kwamba Iran inamiliki silaha za nyuklia. Mbunge huyo pia alionya Washington dhidi ya hatua zake zaidi za kijeshi, akisema Iran ina chaguo nyingi katika uwezo wake na kwamba hatua yoyote ya Marekani inaweza kuleta majibu katika ngazi sawia au hata zaidi. Silaha nyingi na uwezo wa kijeshi wa Iran bado haujafichuliwa, Malik alisema, akihoji kwamba Tehran imetoka kwenye mkao wa kujihami hadi kwa kile alichokitaja kama kuzuia kazi na kukera. Amegeukia mazungumzo yaliyokwama ya Tehran na Washington. Alimshutumu Trump kwa kushindwa kuheshimu ahadi chini ya mkataba wa maelewano kati ya pande hizo mbili, akisema Iran haitarejea katika mazungumzo isipokuwa kutatuliwa kwa changamoto zilizopo. Malik alisema mazungumzo ya Iran na Oman ni njia tofauti ya pande mbili, na kuongeza kuwa Tehran ilikataa ushiriki wa Marekani katika majadiliano hayo. Iran na Marekani zilitia saini mkataba katikati ya mwezi Juni chini ya upatanishi wa Pakistan unaolenga kumaliza vita vyao na kuandaa njia ya mazungumzo kuhusu makubaliano ya mwisho. Mazungumzo yamekwama huku kukiwa na mizozo kuhusu utekelezaji wa mkataba huo, yakiwemo masuala yanayohusiana na mlango wa bahari wa Hormuz. Mvutano hivi punde unafuatia miezi kadhaa ya uhasama tangu Marekani na Israel zifanye mashambulizi ya pamoja dhidi ya Iran mnamo Februari 28 na kusababisha Tehran kulipiza kisasi dhidi ya malengo ya Marekani na Israel na mali ya Marekani katika eneo hilo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.